Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania na wasalimu. Leo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kina ujumbe mahususi wa kutaka kuzungumza na nyinyi. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimeona taarifa ya serikali ya CCM kupitia idara ya uhamiaji inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii inayosema kuwa makamu mwenyekiti wa chama Mheshimiwa John Wegesa Heche amevunja sheria ya uhamiaji ya sura ya 54 kwa kuingia nchini Kenya bila kufuata taratibu na kanuni za uhamiaji. Chama kimechukua taarifa hiyo kwa uzito mkubwa, ambayo tunasikitika kuwa Mheshimiwa Heche bado yuko nchini. Ikumbukwe jana chama tulitoa taarifa na tukaeleza kuwa Mheshimiwa Heche amefuata taratibu zote za kutaka kuingia nchini Kenya. Ameenda boda mpaka wa Sirali, one stop border, na kufuata taratibu za kutaka kuingia nchini Kenya, lakini pasipoti yake ikachukuliwa na akawekwa kizuizini bila kuelezwa sababu yoyote ile. Badala ya kueleza umma sababu ya kumzuia makamu mwenyekiti asiende nchini Kenya kukiwakilisha chama kwenye mazishi ya aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hilo, Raila Amolo Odinga, idara ya uhamiaji inatoa taarifa ya upotoshaji kwa umma kuwa makamu mwenyekiti amekwenda Kenya bila kufuata utaratibu. Tunapenda kutaarifu umma kuwa Mheshimiwa Heche bado yupo nchini, hajavuka mpaka wa Tanzania kuingia nchini Kenya. Baada ya kuzuiwa na maofisa wa uhamiaji pale one stop border Sirali mkoani Mara, taarifa hiyo ya uhamiaji haijatolewa kwa bahati mbaya, wakiwa na lengo. Tunaitaka serikali iache mara moja mpango huo, lakini kwa masikitiko makubwa tunapenda kuitaarifu serikali ya Kenya, chama cha Orange Democratic Movement ODM kilichokuwa kinaongozwa na marehemu Raila Amolo Odinga na wananchi wa Kenya kwa ujumla, kuwa chama chetu hakitaweza kuhudhuria mazishi ya Mheshimiwa Raila Odinga kwa sababu serikali ya CCM imetuzuia kuvuka mpaka wa Tanzania na Kenya. Ikumbukwe Mei 13, 2025 kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa JK Nyerere jijini Dar es Salaam, idara ya uhamiaji ilimkamata naibu katibu mkuu bara Mheshimiwa Amani Sam Golugwa na kuchukua pasipoti yake alipokuwa anataka kupanda ndege kuelekea nchini Ujerumani kwenda kuhudhuria mkutano wa vyama vya kidemokrasia. Mpaka leo hii hawajamrejeshea hati yake ya kusafiria. Lakini pia ikumbuke tarehe 12 Julai 2025 mwaka huu, idara ya uhamiaji ilinizuia mimi Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi, kuvuka mpaka wa Namanga nilipokuwa naelekea nchini Kenya, ambapo ilikuwa ni transit kwa ajili ya kuelekea nchini Ujerumani kwenda kuhudhuria training. Mpaka leo walichukua pasipoti yangu na mpaka leo hawajanirudishia pasipoti yangu. Pia alizuiliwa mtaalamu wa rasilimali, miradi na uwekezaji Mheshimiwa Leonard Magere kwenda Uingereza kuhudhuria semina ya uwekezaji. Mpaka leo uhamiaji bado wanashikilia pasipoti yake na mpaka leo hajarudishiwa. Sasa tunataka uhamiaji kupitia serikali yake ya CCM iturejeshe pasipoti zetu mara moja, kwa kuwa ni haki yetu ya kikatiba kupitia ibara ya 17(1) kwamba mwananchi yoyote ana haki ya kutoka na kuingia nchini, ni ruksa kwa mujibu wa katiba yetu wa chama. Kama tunafuata sheria na kanuni za nchi hii, kwa nini tunaendelea kuzuiwa kutoka na kuingia nchini kwetu?